DW. Maoni. Tanzania ilikumbwa na vurugu mbaya zilizosababisha umwagikaji damu wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, lakini Rais Samia Suluhu Hassan aliyetangazwa mshindi yuko mbioni kukita mizizi kikamilifu madarakani, akiwa ameshaliapisha baraza lake la mawaziri litakalomsaidia. Watanzania hata hivyo bado wanasononeka, wakiwa na maswali mengi kuhusu kilichotokea, na familia za baadhi zikiendelea kuhangaika kutafuta wapendwa wao inaoaminika waliuawa kipindi cha vurugu, huku wengine wengi wakiwa wanashikiliwa mahabusu wakibebeshwa kesi za uhaini. Sauti za kuwekwa maridhiano zimesikika. Rais Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi ambayo tayari imekosolewa. Tume hiyo ina wajumbe 8 ikiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Othman Chande. Tanzania, nchi iliyowahi kuwa na sifa ya kuwa na utulivu wa kisiasa na uongozi wenye maadili uliochochewa na nyayo za mwasisi wake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, sasa wakosoaji wanasema imejipakaza tope kutokana na vurugu za baada ya uchaguzi. Je, wapi inaelekea Tanzania? Kipi hivi sasa kifanyike kurudisha imani hasa ya Watanzania wanaoonyesha kuvunjwa moyo? Maridhiano yana nafasi kwa sasa, lakini pia Watanzania wamejifunza nini kupitia kilichotokea? Kuyajadili haya na mengine nimewaalika katibu mwenezi CCM mkoa wa Dodoma Mohamed Jawadu, na vile vile yuko makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema John Heche, na kiongozi wa kidini Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania, na mchambuzi wa kisiasa Gwandumi Mwakatobe. Mimi ni mwenyekiti wa mjadala huu Saumu Mwasimba. Karibuni sana. Asante mwenyekiti. Asante sana. Nianzie mjadala huu moja kwa moja kwako katibu mwenezi CCM. Rais Samia Suluhu, kama tulivyosikia, amezindua tume ya uchunguzi ambayo bila shaka suala la kufanyika uchunguzi kila mmoja anakubaliana nalo kwamba ni muhimu kutokana na kilichotokea. Tume hii, wajumbe waliomo ndani yake ni makada wa chama tawala CCM. Kwa ufahamu wako, tume hii inakwenda kuchunguza nini au kina nani hasa? Na inapozungumzwa kwamba pande zote zichunguzwe, hizi pande zote ni zipi kwa ufahamu wako? Kwanza nakushukuru kwa kunialika, lakini la pili nisahishe kidogo hapo, jina linaanza na Jawadu Mohamed. Sawa. Bila shaka. Na kwa kweli kama ulivyotaja kwamba katika hali yoyote ya jamii yoyote ambayo imepita kwenye mashaka, jamii inapokuwa katika kipindi ambacho pengine yako mambo ambayo yametokea ndani ya jamii hiyo ambayo aidha hayakuzoeleka au yameharibu ustaarabu fulani au mienendo fulani ya jamii ambayo pengine inaona yanatishia mustakabali wake au utulivu wake na usawi wake. Kwa kweli swala la kujisahisha, swala la kutathmini kiini cha sababu ya hilo ni jambo ambalo ni ada ya dunia nzima. Kwa hiyo la kwanza ambalo mimi naliona ni hili la tume, kwamba hatua aliyoichukua Rais Samia ya kuunda tume ambayo itapitia kwanza kuona na kufanya tafiti nini kilitokea wapi, nani alihusika, nani alidhurika, na baadaye kutoa masuluhisho na matazamio nini kifanywe ili hali iliyoshuhudiwa Oktoba 29 isirejee tena, na pengine tunakoelekea kuwe bora zaidi. Hiyo tu ni hatua ya maana sana, bila kujali kwamba wako ambao atauliza tume hiyo inaundwa na nani, yuko ambaye atauliza juu ya uhalali wenyewe wa tume, yuko ambaye atauliza juu ya muundaji. Ni muhimu hayo yote unayoyazungumzwa kwamba imeundwa na nani yumo kwenye tume na ni watu wenye mitazamo gani. Yote hayo nafikiri ni muhimu watu kujiuliza au? Kujiuliza. Bila shaka katika mitazamo ya watu watauliza hivyo. Lakini mimi naloliona la muhimu na la maana zaidi kwanza ni uwepo wa tume yenyewe, kwamba ni tume ambayo kwanza waliosheheni ndani ya tume ni watu waeledi. Ni kusubiri sasa kuona ile tume na waliomo kweli wataweza kuleta majibu ya kutibu hichi ambacho kimetokea, na hapo nadhani mtu anaweza ukawa na hoja sasa ya kuona udhaifu wa tume. Sawa, nimlete hapa ndugu Heche, ndugu Jawadu. Nyinyi kama chama cha Chadema ni miongoni mwa taasisi
mliosisitiza sana juu ya kuanzishwa uchunguzi. Inaonyesha Rais Samia amesikiliza, na ndio maana amezindua hii tume ambayo ameiita ni huru, na ambayo kama alivyosema Bwana Jawadu, kwa mujibu wao watu walioteuliwa kwenye tume hiyo ni watu weledi. Tume hii ina watu wa taaluma mchanganyiko, wamo wanasheria, wamo wanadiplomasia, wanasiasa na wadau wa masuala ya usalama. Mmeipokeaje nyinyi tume hii? Asante. Kama ulivyosema, kwa upande wetu nafikiri na upande wa Watanzania walio wengi ni kwamba kwanza ni muhimu sana tuangalie huyu anayeunda hiyo tume yeye mwenyewe ana uhalali gani kisiasa, kisheria na kimaadili, na kama ana ridhaa ya wenyewe kukaa kwenye kiti alichopo. Sisi tumesema kwa namna ambavyo hiki kinachoitwa uchaguzi kilichofanyika ana huo uhalali, kwa sababu ukiangalia historia ya chaguzi zetu, hata kwa mtu tu ambaye amefumba macho unaweza kueleza kwamba mwaka huu hakuna uchaguzi uliofanyika. Ni mtu ametumia mtutu wa bunduki kujiweka kwenye mamlaka ambayo Watanzania hawajamkabidhi, na katiba yetu ibara ya 8 inakataza hilo, kwa sababu trendi ya uchaguzi mwaka 2010 turnout ya watu walienda kupiga kura ni 42%. 2015 ambapo kulikuwa na ushindani mkali sana kati ya Magufuli na Lowassa, kulikuwa na turnout ya 61%. 2020 ambako Rais Magufuli alishindana na Lissu, ushindani ulikuwa mkali, 47%. Leo kwa Rais Samia ghafla tu imeenda 88%, amepata kura milioni 31 point kadhaa, wakati katika historia ya nchi hii Magufuli mwenyewe alipata 12 milioni, ambaye tunajua na uchaguzi ule ulikuwa na mshike. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba hana uhalali wa kuunda hiyo tume, lakini tukienda kwenye tume yenyewe inakwenda kuchunguza masuala ambayo chanzo chake ni serikali. Utekaji wa watu umekuwa ukitokea kwenye hii nchi kabla na baada ya uchaguzi. Watu wamebambikiwa kesi. Unakumbuka Lissu ana kesi leo ni mwezi wa 8 ya uongo kabisa. Watu wameuawa, wamepotea, na sio viongozi wa Chadema. Wamepoteza viongozi wa Chadema wakina Ali Kibao, Deonis Kipanya, wakina yule kijana aliyekuwa mwenyekiti wetu wa vijana hapa Temeke, na watu wa CCM. Amepotea Daniel Chonchori, amepotea balozi ambaye amekuwa katibu mwenezi wa CCM, na huyo Bwana Jawadu anajua, amekuwa mkuu wa wilaya, amekuwa na vyeo vingi, amepotea. Na watu ambao wamefanya haya mambo ni serikali ya Rais Samia, ndio inatuhuma hizi. Wamekuja kwenye uchaguzi, wametumia mtutu wa bunduki, maelfu ya watu wameuawa, vijana wadogo. Mara ya kwanza akasema hao vijana wanatoka nje ya nchi, sio wa Tanzania. Mara ya pili amesema wanalipwa. Mara ya tatu amesema walipata mkumbo. Tunashindwa kuelewa hata rais mwenyewe msimamo wake katika hili jambo ni upi. Ukimwangalia ameunda tume ambayo wakina Stagomena Tax ambaye alikuwa waziri wake, unamwangalia Radhia Naima Msuya mdogo wake na katibu mkuu wa CCM Asha Rose Migiro, unawaangalia wengine wote, Profesa Ibrahim Juma ambaye sisi tunamlalamikia kwa kujaribu kuharibu mahakama na kukifanya chombo hiki kilichokuwa kinaaminika kisiaminike wakati wake. Hakuna mtu kutoka kwenye taasisi nyingine yoyote isipokuwa aidha watumishi wa serikali au watumishi wa serikali wastaafu. Sasa katika hayo ulioyasema, nataka kumuuliza Bwana Gwandumi Mwakatobe, hizo sababu ambazo zimetajwa na Bwana Heche pia zimeonekana vile vile kutoka kwa wananchi wa Tanzania kwenye mitandao, wakihoji kwanza uhalali wa aliyechagua au aliyeteua tume hiyo, lakini pia hao waliowekwa katika tume hiyo wakihoji kwamba wataaminika kiasi gani kutokana na mafungamano yao na chama cha CCM. Hizi ni sababu zenye msingi. Asante sana mwenyekiti kwa kuweza kuniuliza swali zuri, lakini kabla sijajibu, na mimi niseme pole kwa Watanzania yaliyotokea. Kusema ukweli, tuna majonzi, tuna machungu, tunaomboleza wale waliotekwa, tunaomboleza waliouawa, lakini tunaomboleza hata ambao hatujui wako wapi mpaka sasa. Lakini pia niweke vizuri hiyo kwamba kama tume
ukiacha muundo wake pamoja na yaliyomo, ilipaswa kwamba kuchunguza yaliyotokea kabla ya tarehe 29, yaliyotokea wakati wa hicho kinachoitwa uchaguzi, ingawaje mimi nasema ni uchukuaji. Ulikuwa ni uchukuaji vyeo. Uchaguzi ulishamalizika ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia baada ya hapo, hayo yaliyotokea tarehe 29 yalikuwa yanatokea kabla na pia yakatokea baada ya hapo. Kwa kuchunguza tu kuanzia tarehe 29 ni makosa, kama ndivyo itakavyokuwa. Ila pia niseme hivi kwamba watu wengi tunasahau huko tulikotoka, ni kama vile tunapumbazwa. Mwenyekiti si mara ya kwanza kuanzisha tume. Tumewahi kuanzisha tume nyingi, na hata maoni yaliyotolewa na hao wanaitwa wabobezi, watu ambao ni weledi, iwe ni katika siasa au katika sheria, yalitupwa. Mwenyekiti, Jaji Francis Nyarari anaweza kukumbuka, mdogo wangu Heche, na hapo ndugu yangu Mohamed toka Dodoma, na askofu hapo, kwamba yalitupwa mapendekezo ya Nyarari. Alikuja Kisanga mpaka alifokewa yale aliyoyatoa na huyo mtawala. Lakini kibaya zaidi, hapa kuelekea 2015 tulikuwa tuko kwenye mchakato wa kupata katiba mpya. Yote yaliyofanywa na ile tume ya mabadiliko ya katiba chini ya Wariobo yalitupwa kwa kutumia mabilioni ya pesa. Lakini pamoja na kushambuliwa, alishambuliwa na rais yule aliyeteua hiyo tume, yule aliyemteua mwenyekiti, alishambuliwa kwamba aliyoleta si sahihi, wakati walileta yale ambayo ni maoni ya wananchi. Leo hii anayeanzisha tume, kuiunda tume, atakuwa tofauti gani na tume zingine ambazo maoni yake, mapendekezo yake yote yalitupwa? Tume huru, wakati hadidu za rejea aliyetoa ni rais, ndio anasema nataka muniletee hawa wanataka haki gani. Lakini wengine wanaweza kuhoji, Bwana Gwandumi, ikiwa mnatoa hoja kwamba hii tume imeundwa na Samia na Samia hana uhalali kwa mujibu wa chama kikuu cha upinzani Chadema, ni nani unafikiri alitakiwa basi kuunda tume kama sio Rais Samia? Mimi nafikiri hayo aliyoyasema Heche labda yasingekuwa na ukali na nguvu zaidi endapo angalau muundo pamoja na jinsi tume ilivyo ingekuwa na mchanganyiko wa kijamii. Hapo vijana ambao wameathirika wako wapi anaowasema na kuwaundia wizara? Wanahabari wako wapi? Viongozi wa kidini ambao walikuwa wanatoa maoni na wanatoa maonyo wako wapi? Mwenyekiti ni kwamba nikukatie hapo Bwana Gwandumi, nimlete askofu hapa, manake hayo ulioyazungumza ni baadhi, ni maswali ambayo nataka kuyalenga hapa kwa askofu, kwa sababu kila mmoja anaamini kwamba huu ni muda wa Tanzania wanataka alau kusonga mbele, lakini vile vile wanataka haki pia. Wakati Rais Samia anazindua hii tume, ametaja kwamba vijana waliingizwa barabarani kudai haki, ambayo yeye amesema Samia haijui haki hiyo ni ipi. Kwa hiyo anataka hii tume impe majibu, hiyo haki waliokuwa wanaidai vijana ni ipi. Lakini pia anasema Rais Samia amesikia vijana hao walipewa mapesa kufanya maandamano yaliyotokea. Kauli hii ya Rais Samia inawatengenezea mtazamo gani wa Tanzania kuhusu uchunguzi huu unaokwenda kufanywa na tume aliyoiunda? Nashukuru sana, asante kwa kunikaribisha ndugu Saumu Mwasimba, lakini kikubwa ambacho ninataka kukiangalia ni kwamba Rais Samia alichokifanya ni sawa na mwenye kiwanda ambaye, natoa mfano wa mwenye kiwanda ambaye amemwajiri mfanyakazi kwa ajili ya kufanya mambo kadhaa. Sasa yule mfanyakazi akatuhumiwa kuiba. Sasa wakati mfanyakazi anatuhumiwa kuiba, mwenye kiwanda ameambiwa kwamba huyu mtendaji mkuu na wafanyakazi wake wote wameiba kwenye shamba lako au kwenye kiwanda chako. Kwa wakati mwenye kiwanda anahangaika kutaka kumwajibisha mtendaji mkuu na jopo lake la wafanyakazi, mtendaji mkuu haraka sana anaunda tume ya wafanyakazi wake wa chini ili
wakachunguze kile ambacho yeye amekiasisi. Huyu anayetuhumiwa amletee mwenye shamba au mwenye kiwanda kwamba haya ndio majibu. Watanzania ndio wenye shamba. Watanzania ndio waliomwajiri Rais Samia. Watanzania wameituhumu serikali ya Samia. Wamemtuhumu Rais Samia kuua watu. Wameituhumu serikali, wametuhumu vyombo vyote vivyo chini yake. Kwa hiyo yeye anapoanza kuunda tume ya namna hiyo, anajiundia yeye ni mwenyekiti wa CCM, ameweka makada wa CCM, ameunda tume ya kujiundia yeye na chama chake cha CCM, lakini sio kwa ajili ya wenye mali ambao ni Watanzania. Mgogoro ule kutokea Kenya mkubwa sana, ambao wakakaa pamoja kina Mwai Kibaki na kina Raila Odinga. Tofauti ya mgogoro ule wa Kenya na wa kwetu ni kubwa. Wa Kenya walikubaliana kuhusu uchaguzi, lakini waligombana kuhusu matokeo. Watanzania hawagombani kuhusu matokeo. Watanzania hawajaukubali uchaguzi. Wanasema uchaguzi haupo. Na kwa sababu hiyo hawamtambui Rais Samia. Kwa hiyo Rais Samia kuunda hiyo tume, ni tume ambayo ni ya kwake ndani ya chama chake, na in fact ndani ya chama chake wengine hawaikubali. Kwa kuja kusema yeye Watanzania nataka haki ipi, ni kwamba Watanzania hajaelewa, kwa sababu Watanzania walitaka uchaguzi ufanyike uhuru na wa haki. Kwa sasa yeye kwa sababu alikataa, na sisi viongozi wa dini tulisisitiza hata kabla ya uchaguzi kwamba yawepo mazungumzo, yawepo makubaliano, zibadilishwe sheria ili tuingie kwenye uchaguzi tukiwa katika mazingira kama haya. Lakini serikali yake na Nchimbi wakati ule akatoa tamko katika kampeni kwamba tukimaliza uchaguzi ndio tutaunda maridhiano. Kwa maana yake wajipanga, wapore uchaguzi, waue watu, alafu ndo waje kusema kwamba tunawaita watu. Kwa ndio maana imekataliwa katika hali ya namna hiyo. Ndugu Jawadu, unajibu vipi hayo yanayoelezwa na bwana askofu? Kwanza kazi yangu sio kujaribu kumjibu askofu, lakini ni kusema ukweli wa mambo ambao kiukweli, kwanza mimi ninachotofautiana na wasemaji wengine, la kwanza ni juu ya kauli ambazo zinaonekana zinatolewa na Mheshimiwa Rais Samia kwamba leo alisema wanalipwa, leo kesho kutwa anasema ni vijana ambao walitoka nje. Sasa mimi nadhani kijana kwamba kama alikuwa ametoka nchi ya jirani amekuja hapa nchini, kwamba ameingia na baadaye akalipwa kwa kazi hiyo, hili haliondoshi kwamba huyu alitoka nje. Kwa hiyo mtu anaweza akatoka nje na akawa alimeingia ndani, na alipoingia ndani kazi aliyoifanya ya uhalifu ya labda ya kuchoma alivyovichoma ikawa ni kazi ambayo ililipwa. Kwa hiyo hoja ya kusema anasema maneno matatu au kauli tatu tofauti haina maana kwamba inaondosha ule uhalisia wa kile ambacho kimetoka. Ndugu Jawadu, ni kukate kidogo. Unapotoa kauli kama hizo kama kiongozi wa nchi katika kipindi ambacho bado wananchi wanasubiri kutoka kwenu kama serikali kusikia ni kitu gani kilichotokea, mkawa hamtoi ile ripoti, lakini mnakuja na maneno ambayo leo mnasema hiki, kesho mnasema kile. Kwa nini unadhani kwamba wananchi au upinzani hauna haki ya kusema kwamba hawamuelewi Samia anachokisema? Mtu kusema haelewi mtu anachokisema ni haki yake ya msingi, lakini lazima pia, ndugu mtangazaji Somu, lazima ukumbuke ni wananchi wangapi wanaozungumzwa hapa, kwa sababu wengi wanatoa ile ya wananchi wa Tanzania, lakini kimsingi wanazingatia zaidi maoni 500 600 ambayo wanayasoma kwenye mitandao ya kijamii, ambayo kusema kweli hiyo sio zao la Tanzania milioni 60. Wako maelfu na mamilioni wa Tanzania ambao hawajaandika kokote, wako kule vijijini kwetu, wako wapi. Sasa unapobeba dhana yako binafsi, dhana ya chama chako, dhana ya hisia yako, dhana ya matamanio yako, ukawavika Watanzania, unasema Watanzania, lakini ukashindwa kutuonesha wapi umefanya wa utafiti, ni wapi ambako maelfu mamilioni ya Watanzania, labda milioni 20 wamekuletea maoni wakasema kwamba jambo hili hatulielewi. Hakuna. Basi labda ndugu Jawadu, hapo nikikukata kidogo, labda pengine wewe kama katibu mwenezi wa CCM, pengine ungeanza kutupa takwimu kwanza, hawa waliozungumzwa na Rais Samia, mwenyekiti wako wa CCM, kwamba waliingia kutoka nje, ni wangapi?
Kiukweli, kwanza mimi sio kazi yangu hiyo ya kufafanua maneno aliyozungumza Mheshimiwa Rais, lakini ninachotaka kusema na kuzungumza hapa ni hoja ya msingi iliyoko mezani, kwamba umaana wa tume, kwamba tume hii inaweza ikatutoa tulipo na kusogea mbele zaidi. Tume hii ina uhalali, tume hii licha ya kwamba haijashirikisha makundi yote. Na kwa kweli hili la kushirikisha makundi nilisemee pia. Ukiangalia tume mbalimbali duniani, hata katika tume ya juzi tu iliyomaliza mgogoro wa Gaza, kiukweli mle mimi sikuwaona raia wa Gaza, sikuwaona makundi ya wapigania haki wa Palestina, sikuwaona watu wengi ambao walikuwa sehemu ya kuathirika na kilichotokea. Nimeyaona makundi mengine ambayo nyingine walikuja, lakini haikuwazuia kupata muafaka na kupata suluhu ya amani tunayoiona inaendelea kushuhudiwa Gaza. Sasa mtu anaposema kwamba tume hii haiwezi kuja na majawabu kwa sababu imeundwa na Rais Samia ambaye anatuhumiwa, na mwingine akasema ana uhalali, wakati huo amepata kura na zaidi ya 97% za ushindi, na tunaamini katika mifumo ya katiba, tunaamini katika mifumo ya sheria kwamba rais ni yule aliyeapishwa, aliyepigiwa kura. Sasa maoni ya mtu kusema kwamba sio rais pia ni jambo ambalo haliafikiani na uhalisia. Sawa, nimlete ndugu Heche hapa. Nimlete ndugu Heche, ndugu Jawadu, tuishie hapo. Tukitazama hapa imetajwa mfano wa kilichotokea nchini Kenya. Ndugu Heche, historia inaonesha kwamba njia pekee ya kutuliza joto na mihemko ya kisiasa katika kanda ya Afrika Mashariki ni swala la maridhiano. Mfano umetolewa hapo, umewahi kuonekana Kenya mwaka 2007 kufuatia uchaguzi uliosababisha umwagaji damu. Yalipatikana makubaliano ya kitaifa ambayo inaonesha mpaka sasa yanawapa mwelekeo wa kisiasa Kenya. Lakini pia Zanzibar imekuwa ikiongozwa vile vile na mpango wa maridhiano. Kwa nini nyinyi hamtaki maridhiano? Kwanza naomba niweke jambo moja vizuri hapo kwa alichokizungumza huyo bwana Jawadu, kuonesha contradiction ya mambo ambayo wanayozungumza na wasivyoelewa. Na pili, wako kwenye denial. Na tatu ni kufikiri Watanzania wote ni wajinga. Hata kitu kilichoonekana mchana wao wanaamini wanachoamini wao ndio sahihi. Cha kwanza, kama vijana walioandamana, mimi of course nilikuwa ndani kwa siku 21 katika mazingira hayo ya CCM kuonea watu. Nilikuwa kituo cha polisi kwa siku 21 mfululizo, kupelekwa hata mahakamani. Kama wanaamini wale vijana walioandamana ni watu kutoka nje ya nchi, kwa nini wameua vijana wa Kitanzania? Kwa nini wasinge basi shughulika na hao waliotoka nje ya nchi? If that is the case, kama kweli hao vijana walioandamana ni wa nje ya nchi, lakini kuna maelfu ya vijana wameuawa nchi na familia zao zinawahitaji, mpaka sasa mili yao haipatikani. Wamekimbiza mili, wamechukua kutoka kwenye hospitali, ndugu zao wanashindwa kuwapata. Sasa hilo la kwanza. Lakini cha pili, kwa nini vijana wa Kitanzania wamekamatwa kwa maelfu? Wako kwenye vituo vya polisi na watu wanaendelea kukamatwa kama hoja hiyo ilifanywa na vijana kutoka nje ya nchi. Ukiwauliza hayo hawana majibu nayo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, umeuliza kuhusu swala la maridhiano. Unaridhiana na nani? Katika mazingira yapi? Hiyo ndio hoja ya msingi. Watu wa Kenya walipokuwa naridhiana, walizungumza wakipatanishwa na Kofi Annan, na marais walikuwepo, Benjamin Mkapa unakumbuka wakati ule, na marais wengine ambao waliundwa na African Union kwenda kuleta wale watu pamoja. Haikuwa jambo la mtu mmoja kujiundia ambaye hana uhalali. Mwai Kibaki alijua hana uhalali, amepoka madaraka, akakubali. African Union ikaleta Kofi Annan, akaja na marais, hata Kikwete alienda pale, ndio waliohusika kuwaleta watu pamoja na kujadili ile jambo. Cha kwanza katika hilo, lazima waliohusika kuwaua vijana wa Tanzania wawajibike. Hakuna shortcut hapo, hata wakituua wote leo, kwa sababu wana hizo power. Ukimsikiliza hata rais, hiyo kamati aliyounda anayoita tume ni kama anaitengeneza, kwa sababu umemsikia ameipa maelekezo specific kwamba kwenda kuchunguza kauli za wanasiasa waliosema no reforms no election. Ni kama anataka kutengeneza mazingira ya kutengenezea watu kesi. Hata akitengenezea watu kesi, hata wakitupiga risasi, ni kwamba ukweli utabaki ukweli na Watanzania wataendelea kudai. Lazima, kama kuna watu wanataka tusonge mbele, cha kwanza waliohusika na haya mambo wawajibike. Watu wote waliowekwa ndani kwa kesi za uongo, za kubambikizwa, akiwemo mwenyekiti wetu, wafunguliwe. Chama chetu, wewe unaelewa dada Saumu, sasa hizi tumefungiwa.
uongozi wa chama chetu hufanyi kazi, ni kama chama kimefungwa kabisa, na mwelekeo labda wanafikiri inawezekana wakakifuta. Ndio mwelekeo wa kikaburu ambao ANC ilifutwa na makaburu. Ndio mwelekeo nafikiri wanaotaka kuchukua, kwa sababu tunapata fununu wanaweza kuchukua extreme end ya kufuta chama. Haikusaidia. ANC ilifutwa lakini haikufa, kwa sababu ilikuwa kwenye mioyo ya watu. Kwa hiyo tunachotaka ni haya mambo kwanza yatibiwe. Watu wote waliohusika kuteka watu tuwajue ni kina nani, waliowateka kina Polepole, waliowateka kina Dionis. Na namshangaa huyu bwana Jawadu. Hivi Jawadu, wewe unajiona ni binadamu kuliko wengine, kuliko Polepole na kuliko watu wengine waliotekwa? Itakuwaje wewe ukisikia umetekwa wewe, au mtoto wako ametekwa, au familia yako mtu mmoja ametekwa, kama unachukulia maisha ya mtu kiurahisi? Sasa ngoja nimrudishe hapa bwana Jawadu apate nafasi ya kujibu hayo unayoyazungumza bwana Heche. Katika kutambua tu ni kwamba mpaka sasa tunafahamu ni zaidi ya siku 20 bwana Jawadu, hakuna ripoti rasmi ambayo inawaambia Watanzania ukubwa wa machafuko yaliyotokea. Lakini video zinatembea ambazo wanaharakati mbalimbali wamethibitisha ni za mauaji yaliyofanywa na vikosi vya usalama vya Tanzania. Chadema hapa, kama ulivyosikia Mheshimiwa Heche alivyosema, inasema zaidi ya watu 1000 wameuawa. Ipo nafasi ya serikali inayoongozwa na chama chako CCM kuwaambia kinaga ubaga wa Tanzania kilichotokea? Mimi kwanza, na labda ndugu Heche hatutofautiani sana, lakini tunatofautiana katika baadhi ya maeneo, kwamba lazima tunapokuwa taifa lolote, jamii yoyote imeingia kwenye mkwamo wa aina fulani, yawe ni machafuko ya kisiasa, yawe ni machafuko ya kikabila, machafuko ya aina yoyote yale, suluhu ya machafuko kwa uzoefu wa dunia unavyoonesha huwa ni kuzungumza. Hakuna pahala wamemaliza machafuko bila mazungumzo, bila tafiti za tume kama hizo, bila watu kujua nani alifanya nini, nani alikosea, tunatokaje hapo. Ndio msingi ambao humaliza mkwamo wa aina yoyote. Sasa mwelekeo anaokwenda nao Dr. Samia, licha ya kilichotokea, namna kilivyotokea, nani alihusika, nani hakuhusika, mimi naunga mkono, kwa sababu ni mwelekeo unaokwenda kuondosha mkwamo, ni mwelekeo unaokwenda kujua nini kilifanyikaje, nani kaumia, nani alimuumiza, achukuliwa hatua gani. Na nadhani huo pia ndio msingi wa tume yenyewe. Sasa haya yote ni mambo ambayo yanataka muda, kama ambavyo tayari wameanza, yanataka utafiti wa kina, yanataka watu kutofanya upendeleo, yanataka watu kuwa wa kweli, yanataka uchunguzi ulio wa haki. Sawa, bwana Mwakatobe, unadhani maridhiano yana nafasi Tanzania? Maridhiano yana nafasi kubwa sana, lakini unaridhiana na nani, na nani anayeanza hayo maridhiano? Mimi niwe wazi kabisa Saumu, kwamba pengine tusingehitaji kuwa na maridhiano kama tungekuwa tunajifunza, kama tungekuwa tunasikiliza malalamiko, kama tungekuwa tunasikiliza watu wanavyotoa maoni. Lakini kwa sababu tuliziba masikio kabisa, ndio yametokea haya. Bahati mbaya sana huwa mara nyingi sisi tunashughulikia matokeo ya matatizo yetu badala ya kushughulikia kiini. Na niseme kwamba hata amani tunaotaka tuilinde tunaililia sana. Mimi ninasema tusingekuwa hata na haja ya kuililia wala kuipigania, kwa sababu amani ni tunda, amani ni matokeo ya haki inapotendeka. Kwa sababu leo tunapohitaji maridhiano, tunapohitaji tume, zilishasema huko nyuma Rais Samia angefanya wakati mauaji yanatokea, wakati utekaji unatokea. Bahati mbaya sana, nasikitisha, rais mwenyewe hata kifo cha mtu aliyetekwa, aliyenyofolewa macho, aliyemwagiwa tundikali, akasema kifo ni kifo tu, kifo ni kifo tu. Kwa hiyo hata wauaji wanapata ujasiri wa kwenda kuua, kwa sababu kifo ni kifo tu, upigwe risasi. Ninavyofahamu mimi, rais anapaswa kuwa mtu wa kwanza kulinda uhai wa mtu. Asiwepo yeyote mwenye haki ya kutoa uhai wa mtu. Sisi wa Tanzania tumefanikiwa sana kupinga ubaguzi wa kikabila, kupinga ubaguzi wa kidini,
Sawa. Ubaguzi wa kisiasa umekuwa mkubwa, ndio matokeo haya. Nimlete hapa Askofu. Ndugu Jawadu hapo mwanzoni alikosoa kwamba tunazungumzia idadi tukitaja kwamba Watanzania wengi. Yeye hakubaliani nayo kwa sababu anahisi hakuna takwimu zinazoonyesha kwamba Watanzania wengi wanafikiri hiki au kile. Lakini kwa hakika kabisa sisi tunafanya kazi katika mitandao vile vile na tunapokea maoni ya wananchi kuhusiana na maswali mbalimbali kiwemo hili la Tanzania. Unapowauliza hivi sasa wananchi wa kawaida katika maeneo mbalimbali kuhusu hali ya kisiasa ilivyo, wengi wanasema hali ni tete na kuna mgawanyiko miongoni mwa Watanzania. Askofu Mwamakula, nyinyi naamini kwamba mnazungumza na wananchi, mnapata tathmini gani kutoka kwa wananchi kuhusu hali ya kisiasa hivi sasa? Nashukuru. Kwanza kabisa kwa upande wa sisi makanisa yako kila sehemu. Wale watu wanapoumia, wanapokufa, taarifa zinakuja kwetu. Taarifa za waliokufa, wachungaji wetu, wainjilisti, makatekista wanaendesha ibada. Hiyo ibada zinaendeshwa kila kona ya Tanzania. Kwa hiyo sisi tunapata hali ya namna hiyo. Lakini wale watu wanapokuwa wananungunika, ni rahisi sana kwa mtu kuongea kwa padri, kuongea kwa askofu, kuongea kwa mwinjilisti kwa uwazi zaidi kuliko kwa mtu mwingine yeyote ile. Kikubwa zaidi katika makanisa yetu, Moravian, Lutheran, Anglican na Roman Catholic, tuna kitu ambacho kwa lugha moja ambayo Katolika naita kitubio, lakini tuna namna ambayo kwa namna ya kipekee mtu yeyote anaweza akamwendea padri au askofu au mchungaji, akaungama, akaongea jambo. Na sisi tuna viapo, tumekula viapo vya kutoa siri. Kwa hiyo hali ilivyo tunayoiongea sasa hivi ni kwamba hata watu viongozi wakubwa ndani ya CCM, ndani ya serikali, wanaogopa hali ilivyo. Lakini kwa sababu kama Polepole alitekwa na kupotezwa, hajulikani aliko, wana hofu. Kwa hiyo njia pekee, hata kama wakisifia huko hadharani, wakija kwetu wanaeleza hali halisi kwamba hali ni mbaya, lakini tufanyeje, nini semeni. Kwa utakuta matamko tunayoyatoa sisi kama ni maaskofu, kama viongozi wa kanisa, kama viongozi wa dini, yale ni reflection, ni mwangwi, ni taswira ya yale ambayo yanatoka kwa wananchi. Kwa hiyo ya kwetu sisi sasa hivi hali ni mbaya, na kama ni hali mbaya tayari hatuhitaji kutoa matamko mapya. Tayari matamko yetu yametolewa. Wewe ametolewa na TEC na KKT na nani, yametolewa ni kanisa, ni matamko ya kanisa yale. Kwa sisi kwa hali iliyopo sasa hivi tunawaambia watawala ya kwamba hali ilipofikia sasa hivi hakuta kuwepo na mtu yeyote mwenye maadili ya Tanzania ya kuwaambia vijana acheni hili. Vijana wamechukua sheria mkononi kwa sababu washika sheria hawaaminiki tena, hawaamini. Tumefika mahali sasa ambapo hata vijana waliokimbilia kwenye kanisa, kwa mfano hapo Kimara, kanisa la Wasabato, vijana wakakimbilia kujificha kule, wale wadunguaji wakawafuata akawapiga risasi ndani ya kanisa. Sasa katika mazingira hayo ni hali mbaya. Haya, huyu ndugu anasema sijui nani kafanya takwimu. Kila kona katika miji mikubwa iliyotajwa hii tunapata taarifa. Kule Kiela mpaka sasa hivi watu 6,000 wamekimbilia Malawi, na hiyo ilikuwa ni kwa siku 2 tu. Wengine endelea hawapo mitaani vijana. Kwa sisi tumetoka tu sehemu ya hao watu. Sisi mwelekeo wetu, pengine ningetoa huo mwelekeo kwamba sauti ya viongozi wa dini isikilizwe kwa sasa hivi. Nimlete ndugu Jawadu hapa. Ulizungumzia kwamba Watanzania wanafahamu kwamba rais ana nia njema ya kwenda kuleta mshikamano, kuyatafutia ufumbuzi haya ambayo yametokea, na hatua anazozichukua mnaamini kwamba wananchi wanakubaliana nazo. Lakini kuna ripoti zinazosemwa hivi sasa kwamba wananchi wako tayari kuingia tena mitaani, kuandamana kwa amani, kudai haki yao bado. Mnafikiri ni kwa nini wananchi wanataka kurudi mitaani ikiwa wanakubaliana na hatua zinazochukuliwa hivi sasa? Jambo la kweli hapa ni kwamba kiwango kikubwa ukifanya tafiti mitaani
watu wengi sana wanatizama hatua hizi zinazoendelea, hasa kwa mfano hatua ya leo ya tume na hatua nyingine ambazo zimeendelea kuchukuliwa na makundi mbalimbali na maoni ya watu, kama hatua zenye uwezo wa kutufikisha sehemu salama, ikiwa wadau wote na wale ambao wana maumivu fulani wataridhika pia na hiki kinachoendelea, kwa sababu mwisho wa ugomvi wowote ni majadiliano ya kutumia njia ya ulimi. Sasa kuwepo kwa baadhi ya hisia za watu kuzungumza ndani ya mitandao kwamba pengine watafanya vile, watafanya hivi, sipokuwa hivi, hilo si jambo ambalo unaweza ukaliepusha, hasa katika dunia ya sayansi ya leo ambayo watu wana uhuru wa kuzungumza kile wanachokihisi ndani ya fikra zao, na huwezi ukadhibiti kila kitanda cha mtu kinafanya nini. Kwa hiyo hayawezi kuepushwa, lakini ukiangalia asilimia kubwa ya Watanzania, asilimia kubwa ya makundi mbalimbali ya kijamii hayapendezwi kuona mivutano ya kijamii, hayapendezwi kuona maandamano, hayapendezwi kuona biashara zinafungwa, hayapendezwi kuona vituo vya mafuta vinachomwa, hayapendezwi kuona shughuli za uchumi zikisimama, ambayo madhara yake yanamkumba kila mmoja. Na uzoefu unaonesha hakuna kokote ambako kuliwaka moto hali ikaboreka kwa haraka zaidi. Wengi huharibikiwa. Iko mifano mingi barani Afrika, iko mifano mingi hata Ulaya yenyewe ya zamani, iko mifano mingi Asia ambako machafuko na makabiliano yasiyokuwa na mwisho wa kuzungumza yameziangamiza nchi. Kwa hiyo Watanzania wengi hawataki kurudi huko. Kilichotokea 29 watu wamekiona, na wanachokitarajia wengi ni kutumia ulimi kwa viongozi wetu kama ambavyo wameanza, kwa wadau mbalimbali, kwa vyama vya siasa, hata ndugu Heche mwenyewe ambaye yeye anafahamu muhimu wa amani, anafahamu muhimu wa utulivu katika nchi, katika kujenga uchumi imara ambao huwa anaulilia wakati wote. Haya yote hayawezi kupatikana katika makabiliano. Nije kwako ndugu Heche, unafikiri kuna njia nyingine mbadala kwa wananchi kudai haki na mabadiliko kama wanavyosema wenyewe badala ya maandamano? Asante. Sasa kwanza nianze na hilo alilolizungumza Jawadu. Anajua sisi ni watu wa amani. Sisi sio kikundi chochote cha kupigana kuchukua madaraka kwa nguvu. Sisi ni watu tunataka kutumia njia za kidemokrasia kuingia kwenye madaraka. Na katiba yetu inasema ibara ya 8, msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi. Sio watu kutumia silaha kama Rais Samia alipotumia silaha kujiweka madarakani yeye mwenyewe kwa uchaguzi ambao haujakuwepo. Kwa hiyo hilo lieleweke. La pili, kuhusu maandamano, katiba yetu na sheria yetu ya vyama vya siasa ya mwaka 92 inaruhusu maandamano kama njia mojawapo ya kuonesha kwamba wananchi hawana haki. Na hii ni njia kongwe sana, dada Mwasimba. Imetumiwa na Wamarekani weusi walipokuwa wananyanyaswa na wazungu. Imetumiwa na Waafrika Kusini wakati wanadai kupata uhuru kutoka kwa watu weupe wachache. Imetumiwa dunia nzima, na wakati wote maandamano ya wananchi yamekuwa yakiletewa vurugu na vyombo vya dola. Walioua watu sio wananchi waliokuwa na andamano, ni vyombo vya dola vyenye silaha. Na waliopiga watu risasi, waliosababisha maafa makubwa ni vyombo vya dola vyenye silaha. Kama vyombo vyetu vya dola vinaweza kuwalinda wananchi wakafanya maandamano yao kwa amani, kama katiba yetu inavyosema, kama sheria zetu zinavyosema, wananchi watafanya maandamano na watarudi kwenye majumba yao. Wataonesha jinsi ambavyo hawaridhishwi na mambo yanayoendelea. Sasa mtu akija na kauli kwamba sisi tutakinukisha, kwani kukinukisha ndio nini? Kwa tafsiri ya Kiswahili halisi, dada Mwasimba, kwani kukinukisha ndio kitu gani? Kukinukisha ni kitu ambacho kinanuka. Kwani kunuka ni vitu vipo ambavyo kweli vinanuka na vingine vinanukia. Kwa mimi nafikiri ni watu wasikae kwenye denial, state of denial. Serikali iliyopo ambayo haijachaguliwa ielewe kwamba kuna tatizo, na hili tatizo halijazungumzwa jana. Tumesema wakati wa serikali za mitaa ambapo uchaguzi wakina Jawadu walipora uchaguzi. Sawa. Tumesema 2020 ambapo uchaguzi uliporwa. Tumesema 2013 kwamba sisi hatutaenda kwenye uchaguzi, na huu ni msimamo uliochukuliwa na chama mwezi wa 12 mwaka jana, baada ya kujiridhisha kwa chaguzi 3 mfululizo
kwamba uchaguzi hauwezekaniki tena kwenye nchi hii. Asante sana Mheshimiwa Heche. John Heche ni makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema, na kwenye mjadala huu msikilizaji pia alikuweko kiongozi wa kidini Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania, na mchambuzi wa kisiasa Gwandumi Mwakatobe, lakini vile vile alikuweko katibu mwenezi CCM mkoani Dodoma ndugu Jawadu Mohamed. Asanteni nyote kwa mchango wenu na washukuru, niwatakie kila la kheri. Asante sana.